Je, unatambua kwamba mlango wa Hormuz utaleta athari gani kwa nchi kama za Afrika Mashariki ama nchi za Afrika ambazo zinategemea mlango wa Hormuz kupitisha mafuta na vitu vingine, hasa katika maisha yetu ama maisha ya wananchi wa kawaida? Kutakuwa na athari gani? Mengi yanajiri na mengi ambayo haujayafahamu, lakini leo ningetamani kwa ufupi kidogo upate kufahamu. Niko na mwanasheria kutoka katika chuo cha Katoliki hapa jijini Mbeya, Bwana Joseph ambaye atakuja kuzungumza vizuri kabisa na anakwenda kuelezea kwa ufupi kuhusiana na athari ambazo zinaweza kujitokeza kwa maisha ya wananchi wa kawaida kuhusiana na mgogoro huu ambao unaendelea katika Afrika ya Mashariki ya Kati. Jina langu mimi ni Friday Mongomare. Karibu sana mtazamaji wa Baharia TV. Asante sana kiongozi Bwana Joseph. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina ya Joseph ni mwanafunzi wa sheria kutoka chuo kikuu cha Katoliki Mbeya. Sasa twende moja kwa moja kwenye swali lako kwamba tuangazie ni kwa namna gani sasa kuendelea kufungwa. Hivi tunavyozungumza mpaka sasa ni kwamba mfereji wa Hormuz bado umefungwa, mlango wa Hormuz ambao tunajua kwamba asilimia kubwa ya mafuta ya dunia yanapitia pale. Mpaka tunavyozungumza hivi sasa mlango wa Hormuz bado umefungwa. Japokuwa kuna jitihada mbalimbali zinafanywa na nchi mbalimbali za kimataifa kuhakikisha kwamba ule mlango unafunguliwa. Lakini mpaka saa hizi jitihada bado zinagonga mwamba. Sasa tutuangazia moja kwa moja ni madhara gani ambayo sasa tutakwenda kuyapata Afrika, lakini tupige moja kwa moja kwenye Afrika Mashariki, Afrika Mashariki. Kwamba ni madhara gani ambayo tutakutikana. Kama tunavyojua kwamba mlango wa mfereji wa Hormuz ni mlango ambao unapitisha asilimia kubwa ya mafuta ya dunia yanapitia pale. Kwa kuendelea kufungwa moja kwa moja ya madhara ambayo tutayapata sisi kama Waafrika, lakini pia Tanzania, Kenya, Uganda kama East Africa Community ni kwamba kutakuwa na mfumuko wa bei ya mafuta. Kama tunavyojua kwamba maisha yetu yanategemea mafuta. Biashara zetu zinategemea mafuta. Kuna hawa madereva bodaboda, kuna madereva bajaji, kuna madereva wa magari ambao wanategemea mafuta. Kwa maana yake moja kwa moja kutakuwa na mfumuko wa bei ya mafuta kwa sababu upatikanaji wa mafuta utakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo kuendelea kufungwa kwa mfereji moja kutakuwa na mfumuko wa bei ya mafuta au kuadimika kwa mafuta katika nchi za Afrika, lakini especially Tanzania, Kenya na Uganda tukiwa kama sisi walengo wakuu. Sasa moja ya madhara mengine ambayo yatapatikana ni kudorora kwa uchumi. Kama tunavyojua kwamba hawa watu ambao wanamiliki sheli ambao wanauza mafuta ni kwamba wanalipa kodi kwa serikali. Na serikali yetu Tanzania inapata mapato kupitia uuzaji wa mafuta. Sasa kuendelea kufungwa kwa mlango manake mafuta atakuwa hayaji kwa wingi ambao tunautarajia ule. Kwa sababu kiangalia watu wanaopita pale ni affected people, ni watu baadhi tu, sio kwamba kila mtu anasoma kupita. Kwa hiyo kutakuwa moja kwa moja nchi kama Tanzania, nchi za Afrika ambazo hazizalishi mafuta manake kutakuwa na kudorora kwa mapato ya serikali. Manake kodi zitakuwa, walipa kodi utapungua kwa sababu mafuta yatakuwa hayaji kwa nini? Hayaji kwa wingi. Kwa moja kwa moja tunaona kwamba kuendelea kufungwa kwa hii mlango wa Hormuz kuna madhara makubwa sana. Lakini kwa kumalizia ni kwamba tukija kwenye uchumi wa mtu binafsi sasa. Mfikirie sasa labda bodaboda unaamka asubuhi unaenda sheli. Unaambiwa mafuta hayapo au mafuta yamepanda kwa kiwango ambacho wewe huwezi kuafford. Matokeo yake ni kwamba hata uchumi wa mtu au watu ambao wanategemea shughuli nzima za mafuta utakuta kushuka. Na mwisho siku maisha yatakuwa magumu. Lakini pia kwa namna moja au nyingine kuna baadhi ya nchi zitafaidika kwa sababu zile ambazo zinazalisha mafuta kwa Afrika zinaweza kuuza mafuta kwa bei ya juu kama Nigeria, lakini kwa ujumla ni kwamba madhara ni makubwa zaidi ya faida. Asante. Safanyike ama kifanyike kwa jitihada kubwa sana ili kuweka mambo sawa. Hapa yani kwa maelezo ya Iran kwamba ili mfereji ufunguliwe lazima vita ishi na kuna masharti mengi ambayo wameyatoa kwa ajili ya kumaliza huo mzozo. Lakini waanzilishi wa mzozo ikizungumzia ile joint attack between Israel and America ambao walivamia Iran bado hawajaonesha kwamba ni kwa namna gani wanataka kumaliza huo mzozo. Wanajitahidi kutoka lakini bado wanashindwa. Sawa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.